Mkono wangu wa kushoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mkono wangu wa kulia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Walio kule mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu wote Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine mzuri tunataka kusikia kutoka kwa Bwana. Na jioni hii ya siku ya leo nimeokoka, Kristo Yesu ni Bwana. Haleluya. Na ni habari njema tumeileta katika mji huu wa Kidarapon Choncho Market. Tumekuja kutangaza ya kwamba Bwana Mungu wetu anaweza, Bwana Mungu anaweza, katika jina la Yesu. Hebu tuombe kisha tuyasome maandiko. Bwana Mungu, tunakushukuru, tunasema ni asante, wewe ni mwaminifu. Asante kwa ukuu wako na uweza wako. Tunalibariki jina lako na kuliadhimisha katika mji huu siku hii ya leo, kwa maana wewe ni Mungu mwenye nguvu, wala hakuna mwingine kama wewe Bwana. Asante, sifa hizi Mungu zikakurudie, maana unastahili. Utukufu Bwana urudi kwako, kwa maana ni wako daima. Tumekusanyika katika uwanja huu Mungu kwa ajili ya kulinua na kutangaza habari njema juu ya ufalme wako Mungu. Uwepo wako katawale, nguvu zako zikatawale, na neema ya kuleta mageuzi katika mji huu Mungu ikapate kushuka kwa kila mmoja anayesikia sauti hii, akiwa katika biashara yake, akiwa anapita katika njia, akiwa katika nyumba yake, akiwa kwenye shughuli zozote alizoko na anaisikia sauti hii. Naomba neema yako ikapate Bwana kumtilia, ikafanye mageuzi katika moyo wake. Neno hili ambalo umeliandaa kwa ajili yetu, kwa ajili ya roho zetu, nafsi zetu Bwana, likatubadilishe, likatupe mwanzo na mwamko mpya kama watu wako na watoto wako. Tupate kibali machoni pako na machoni pa watu wako, maana Bwana Mungu unastahili. Katika jina la Yesu tumeomba na hata kuamini. Pigia Yesu makofi mazuri. Wapi sangwe na vikelekele kwa Yesu? Ambia mtu karibu kwa ajili ya neno la Bwana. Salimia aliye karibu na wewe, umwambie karibu, tusikie neno kutoka kwa Bwana. Neno ambalo nenda kulisoma siku hii ya leo ni kutoka kitabu cha Wafalme wa Pili, 2 Kings chapter number 6, kuanzia mstari wa 8. Msomaji wangu, naamini kwamba mahali huko uko tayari kulisoma neno hili kwa ufasaha na kwa njia iliyo mufti, watu wa Mungu wapate kuelewa neno. Karibu. Nitasoma kwa uwezo wa Bwana. Amen. Wafalme wa Pili 6:8 kuendelea. Basi mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Israeli. Mfalme wa Shamu alikuwa akifanya vita na Waisraeli. Akafanya mashauri na watumishi wake. Akasema, kituo changu kitakuwapo mahali fulani. 9 inasema, yule mtu wa Mungu akapeleka habari kwa mfalme wa Israeli na kusema, jihadhari usipite mahali fulani, kwa sababu ndiko wanakoshukia Washami. Amen. Somaji wangu, soma kwa haraka. 10 inasema, mfalme wa Israeli akapeleka watu mpaka mahali pale. Yes. Alipoambiwa na yule mtu wa Mungu na kuhadharishwa, akajiokoa nafsi yake. Yes. Si mara moja wala si mara mbili. Amen. 11 inasema, basi mfalme wa Shamu moyo wake ukafadhaika sana kwa ajili ya jambo hili. Akawaita watumishi wake, akawaambia, je, hamtanionyesha ni mtu yupi miongoni mwenu aliye upande wa mfalme wa Israeli? Mmojawapo wa watumishi wake akasema, la bwana wangu mfalme,
lakini Elisha yule nabii aliye katika Israeli humwambia mfalme wa Israeli maneno uyanenayo katika chumba chako cha kulala. Akasema, enendeni mkamwangalie aliko, nipate kupeleka watu kwenda kumchukua. Akaambiwa ya kwamba tazama yuko Dothani. Kwa hiyo akapeleka huko farasi na magari na jeshi kubwa. Hata asubuhi na mapema mtumishi wake yule mtu wa Mungu alipoondoka na kwenda nje, kumbe pana jeshi la watu na farasi na magari wameizingira mji ule. Oh yes. Mtumishi akamjibu, usiogope, maana walio pamoja nasi ni wengi kuliko wale walio pamoja nao. Msomaji wangu, malizia hapo. Mstari wa 17 na ni wa mwisho. Oh yes. Elisha akaomba akasema, E Bwana, nakusihi mfumbue macho yake apate kuona. Bwana akamfumbua macho yule mtumishi wake, naye akaona, na tazama kile kilima kilikuwa kimejaa farasi, na magari ya moto yaliyomzunguka Elisha pande zote. Bwana Yesu asifiwe. Nataka jioni ya siku ya leo tukubaliane katika neno hili. Biblia inatuambia neno ambalo ni la kueleweka sana, ya kwamba wakati mmoja Israeli taifa na Shamu taifa yalikuwa ni mataifa mawili ambayo yalikuwa yanakaribiana, lakini yaliishi katika ugomvi na katika vita. Siku nenda siku rudi, mfalme wa Shamu akawa anapanga vita kwenda kupigana na Israeli. Maandiko yanatuambia kwamba ikafika wakati mfalme wa Shamu anapanga vita kwenda kupigana na Israeli, kunatokea na habari kwa Israeli, na Israeli inatahadhari kwa ajili ya vita vile na linakuwa salama. Siku moja wakapanga kwenda kupigana vita, na kwa bahati mbaya kwao au nzuri, ikatokea kwamba habari ikafikia mfalme wa Israeli ya kuwa Wanashami wamejihamu kwa ajili ya kuja kupigana na nyinyi. Jambo hili likamkasirisha mfalme wa Shamu sana. Akauliza watumishi wake, ni nani aliyemsaliti kati yetu, ambaye kila wakati tukipanga vita anamjulisha mfalme wa Israeli? Biblia inatuambia kwamba wakaulizana, na ikasemekana ya kwamba hamna kati yao aliyekuwa msaliti zaidi ya Elisha mtumishi wa Mungu aliyekuwa katika Israeli. Nataka uelewe maandiko haya vizuri. Israeli yuko mtumishi wa Mungu nabii Elisha yuko katika Israeli, lakini kila ambacho kinatendeka Shamu anakijua. Wakati wa Shamu anapanga vita, yeye akiwa katika mahali pake anafahamu na anajulisha mfalme wa Israeli, wanatahadhari na vile vita. Wakati mfalme wa Shamu alipata habari kwamba ni mtumishi wa Mungu Elisha ambaye anatoa siri zake, akaamua kutumana watu waende wamkamate Elisha. Biblia inatuwekea wazi ya kwamba akapanga farasi wa vita, magari ya vita na jeshi kubwa la vita kwa ajili ya kwenda kumkamata Elisha. Lakini walipokuwa wakienda, walipofika, ilikuwa ni majira ya usiku. Mtumishi wa Mungu ambaye ni Gehazi alipoamka asubuhi, akaona wamezingirwa pande zote. Akarudi ndani akamwambia Elisha mtumishi wa Mungu, tutafanya nini? Kwa maana tumezingirwa na jeshi la Washami. Biblia inaendelea kutuambia kwamba Elisha aliposikia yale maneno, akamwambia mtumishi wake Gehazi ya kwamba usifadhaike, maana kuna jambo najua
akaomba kutoka kwa Bwana, akamwambia Bwana, naomba mfungue mtumishi wangu Gehazi macho aweze kuona. Na hivyo Mungu akafungua macho yake Gehazi, akatazama, na tazama walikuwa wamelindwa na jeshi kuu la mbinguni. Habari hii kufikie ya kwamba tumekuja mji huu kutangaza habari njema. Ni nani aliye salama katika mji huu? Maandiko yanatuambia Elisha akiwa na mtumishi wake walikuwa wamezingirwa pande zote. Nami nimekuja kutangaza ya kwamba mji huu hauko salama. Jamii ya mji huu haiko salama. Wakazi wa mji huu hawako salama. Maana tunapoangalia kila pande, kona zote, uovu umekithiri zaidi ya wema. Kweli si kweli? Maovu yamekithiri pande zote kuliko wema. Tunaishi nyakati ambazo watu wanainua maovu zaidi ya kumuinua Mungu. Tunaishi nyakati ambazo watu wanashabikia uovu zaidi ya kushabikia neno la Mungu. Tunaishi nyakati ambazo watu hawafahamu tena Injili, lakini wanafahamu sarakasi ambazo zinaendelea katika ulimwengu. Tunapoenda katika vyumba vya burudani na vyumba vingine vya matumbuisho, unapata watu wamejaa, watu wanaburudika, wanashangilia, watu wanakunywa na kukula na kustarehe, lakini wanakosa kuelewa ya kwamba nyakati tulizo nazo ni nyakati za vita. Kama vile Israeli iliishi katika vita na taifa la Shamu, hivyo ndivyo nasi tunaishi katika vita. Tazama maovu tunayopigana nayo ndiyo adui yetu mkubwa katika mji huu. Hebu angalia maisha ya wakazi wa mji huu. Angalia vile nchi inavyokaa. Angalia yale ambayo yanatendeka katika ulimwengu wa leo. Angalia kila ambacho kinaendelea katika jamii. Angalia kila ambacho kinaendelea hata katika mahali wanafanyia kazi. Swali ni nini? Nani aliye salama katika maovu haya yote? Je, ninaweza sema kwamba niko salama? Je, niseme kwamba kazi yangu iko salama? Je, niseme ya kwamba watoto wangu wako salama? Lakini habari ni kwamba hamna aliye salama, kwa maana maovu yamekithiri kila kona. Ni watu wa Mungu kujitahadhari na kuchukua tahadhari ya kwamba haya yote yanatendeka kwa sababu watu wa Mungu wamemwacha Mungu. Wamefuata tamaa ya mili yao, wamefuata tamaa ya mambo yao, wamefuata tamaa ya mambo ambayo yanaendelea katika ulimwengu, wala hawana muda na nafasi ya kumuinua Mungu wao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumekuja kutangaza habari hii katika mji huu ya kwamba nyakati ambazo tunaishi, maovu ambayo yameenea katika uso wa nchi yanasababisha mwanadamu kuwa mbali sana na Mungu. Hebu angalia katika jamii, angalia katika familia, angalia katika biashara, angalia katika mahali kokote unakokaa. Yale mambo ambayo yanatendeka ni ishara ya kwamba hamna aliye salama. Ni ishara ya kwamba ulimwengu umechafuka. Ni ishara ya kwamba mambo ambayo yanafanyika si mambo ya kumpendeza Mungu. Na tumekuja kuleta habari hii njema ya kwamba tusipomkimbilia kwake Yesu Kristo, tusipomkaribia Yesu Kristo, tusipomwamini Yesu Kristo, haya maovu yataendelea katika uso wa nchi. Haya mabaya yataendelea kuharibu vijana wetu. Hebu angalia vijana maisha ambao wanaishi. Angalia hali ambazo waliomo. Si kuaibidi kama mtu achafa. Ukiangalia kifo cha mtu ni kwa sababu ya uovu. Ukiangalia kifo cha mtu ni kwa sababu ya mabaya. Ukiangalia kifo cha mtu ni kwa sababu yeye mwenyewe uhusiano wake na ushirika wake na Mungu haupo. Haya yote yanatendeka kutuambia kwamba watu wa Mungu tunastahili kuchukua tahadhari na kumrudia Mwenyezi Mungu. Maana zinaa zimeenea kila kona. Vijana wanakamia katika miadarati, wala hawana heshima na hofu ya Mungu. Ukiwaletea habari kama hii wanaona ni upuzi. Ukiletea habari hii wanaona ni ujinga. Ukiona habari hii wanaona ni upumbavu mtupu. Lakini maandiko yanatuambia neno la msalaba kwa wao wanaopotea ni upumbavu. Wengi wamepotea kwa sababu wamekosa maarifa. Na tumeleta maarifa ya Mungu katika mji huu ya kwamba ni Yesu pekee
pekee anayeokoa. Wala sikudanganye mtu yeyote ya kwamba twende Loliondo kuna mwonaji, twende Kawangware kuna mwonaji, twende sehemu zingine kuna mwonaji. Hivyo ndivyo watu wa Mungu wametanganyika, wanaishi katika mashaka. Ni kwa sababu ya maovu ambayo wamejiletea wenyewe. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nyakati ambazo tunaishi, sikia vizuri, mwizi anakamatwa, anapelekwa kotini kushtakiwa kwa sababu ya wizi. Lakini aliyemshtaki amepokea hongo. Kati yao ni nani aliye salama? Ni nani mwenye haki? Ni nani anayesema kwamba mimi ni mtakatifu kwa sababu nastaki huyu? Watu wanatenda maovu wala hawana hofu ya Mungu na wala hawaogopi chochote, kwa sababu wanajidai kwamba tunaishi katika ulimwengu wa dijitali, ulimwengu wa dijitali, ulimwengu wa teknolojia, ulimwengu ambao mambo yote yamewekwa wazi. Vijana hawako salama, watoto wetu hawako salama, wamama hawako salama, wazee hawako salama, kanisa haliko salama. Tukamkimbilie Yesu akaweze kutuokoa, tukamkimbilie Yesu akaweze kutuponya. Maana maandiko yametuambia ya kwamba ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekea na kusiacha njia zao mbaya na kumrudia Bwana Mungu wao, watakapokuwa katika maombi, Mungu atawasikia, ataiponya nchi yao. Ni wakati wa kumkimbilia Bwana ili akaponye taifa letu. Ni wakati wa kumkimbilia Mungu akaponye watoto wetu. Ni wakati wa kumkimbilia Bwana akaponye vijana wetu. Ni wakati wa kumwendea Yesu akalete mageuzi katika mji. Ni wakati wa kumkimbilia Bwana akabadili nia na mawazo yetu. Maana tunapoangalia kila sehemu, hakuna anayeweza sema ya kwamba yuko salama isipokuwa kwa Yesu pekee. Ni kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Biblia inatuambia wazi, Elisha alipotoka nje na akayasikia maneno ya mtumishi wake Gehazi, akaona Gehazi ana macho lakini haoni. Hivyo ndivyo watu walivyo, na macho lakini hawaoni. Maovu yanatendeka lakini hawaoni. Mabaya yanatendeka lakini hawaoni. Mambo mabaya yanafanyika lakini wamefumbia macho. Vita vinaenea kila kote, watu wa Mungu hawaoni. Kila uovu unatendeka lakini watu hawaoni. Elisha aliona mtumishi wake ana macho lakini haoni. Tunaishi katika nyakati ambazo ni ngumu sana. Watu wana macho lakini hawaoni. Watu wana masikio lakini hawasikii. Watu wanasikia lakini hawapokei maonyo. Unawaonya lakini bado hawasikii. Wamefumba macho na hata masikio yao. Injili kama hii wanaiona ni upumbavu. Injili kama hii wanaona ni ujinga. Wanaona hawa watu hawana kazi ya kufanya, wamekuja kupiga kelele. Lakini nasema ya kwamba ni heri kelele hii kakuokoe, ni heri kelele hii kakuponye, ni heri kelele hii kakukomboe, ni heri kelele hii kakuletea amani, ni heri kelele hii kakuletea urejesho. Uliyekuwa umeokoka ukarudi nyuma, habari ya kuni kwamba rudi kwa Yesu. Tumeleta wito huu ya kwamba rudi kwa Yesu. Usiseme kwa Yesu ni kupoteza muda. Usiseme kwa Yesu ni kupoteza nafasi. Lakini nimekuja kuambia ya kwamba kwa Yesu kuna usalama wako. Kwa Yesu kuna usalama wa nyumba yako. Kwa Yesu kuna usalama wa kazi yako. Kwa Yesu kuna usalama wa watoto wako. Kwa Yesu kuna usalama wa huduma yako. Kwa Yesu kuna usalama wako. Katika jina la Yesu. Hebu angalia watumishi wa Mungu mchana kama huu wanapendeza. Hili ni neno ambalo Roho wa Mungu ananena ya kwamba wanapendeza mchana. Ukiwaona wanavutia, ukiwaona wanaongea
vizuri, sauti zao zinatoka nzuri, lakini inapofika usiku wanabadilisha mavazi yao, wanavaa mavazi mengine, wanavaa kanzu zilizo nyeusi na mishipi myeupe viunoni, pamoja na vilemba vyekundu vyenye msalaba nyeupe. Usoni wamejipaka majivu na vimbo zilizo na sanamu. Wanasiabudu kutafuta nguvu, wanasiabudu kutafuta maarifa, wanasiabudu kutafuta kujulikana. Hii yote ni kupotea, hii yote ni kupotea, ni kuangamia. Biblia inasema hivi, watu wangu wanaangamia kwa sababu ya kukosa maarifa. Ndio. Wengine wanafikiria wakienda kwa waganga wako salama. Kuna mama moja katika Biblia, nakupa habari hii uifikie. Wakati alikuwa mgonjwa, maandiko yanatuambia kwa muda wa miaka 12 aliteseka, alihangaika, akatumia kila kitu. Alijaribu uganga, alijaribu shirikina, alijaribu uchawi, alijaribu waonaji, alijaribu waombezi, alijaribu sijua kina nani, akatumia pesa kununua hata dawa za kujikanga na kadhalika, lakini mwisho haikumsaidia. Habari hii ni kwako ya kwamba wewe ambao unatumaini waganga, geuka leo. Unayetumaini wachawi, geuka leo. Unayetumaini ushirikina, geuka leo. Unayetumaini sanamu, geuka leo. Unayetumaini leo, hizo irisha zitakusaidia. At the end of the day, Jesus is the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Mwisho wa siku Yesu ni Bwana. Mwisho wa siku ameshinda vita. Mwisho wa siku anaweza yote. Haijalishi unasikia hii habari na kuikataa, lakini habari ni kwamba kule unakoona ni salama, si salama. Kule ambako unakimbilia kwamba ni salama, si salama. Maisha yako mpe Yesu. Mwachie Yesu. Muhusishe Yesu. Maana yeye pekee anaweza na anastahili. Amen. Gehazi alikuwa na macho, anaona lakini anaona ya dunia tu. Anasikia lakini anasikia dunia tu. Kiziwi wa kiroho. Anaona macho tu ya kimwili ako nayo, lakini mambo ya rohoni hayaoni. Ufalme huu si ufalme wa macho ya kawaida. Ukiona ufalme huu kwa macho ya kawaida umepotea. Ukiona maisha haya kwa macho ya kawaida umepotea. Kwa macho ya kawaida utaona ya kwamba biashara yangu iko salama, nyumba yangu iko salama, ndoa yangu iko salama, ninakula na kukunywa, nina pesa za kutosha, nina magari na majumba, mimi ni bosi, ninaheshimika na watu. Lakini heshima yako bila Yesu haisaidii. Mafanikio yako bila Yesu hayasaidii. Pesa ulizonazo bila Yesu hazisaidii. Magari unayoendesha bila Yesu hayasaidii. Hata biashara yako ikifuma bado haisaidii. Mtafuta Yesu, tafuta uso wake. Gehazi alipoambiwa na mtumishi wa Mungu, hebu ona sasa mara ya pili. Alipotazama akaona, kumbe usalama wa kweli ni kwa Yesu. Kumbe amani ya kweli ni kwa Yesu. Kumbe upendo wa kweli ni kwa Yesu. Maana alikuwa ametishika na kufadhaika. Alipoona jeshi la Washamu akafadhaika ndani ya moyo wake. Kuna wakati unaona magonjwa, unafadhaika ndani ya moyo wako. Kuna wakati unaona taabu, unafadhaika ndani ya moyo wako. Kuna wakati biashara inaenda chini, unaanza kuingiwa na stress. Kuna wakati mambo haendi sawa, unaanza kuokopa. Gehazi aliokopa alipoona jeshi la Washamu. Alipoona jeshi la Washamu, hofu ikamuingia, uoga ukamuingia, wasiwasi ikamuingia. Lakini Elisha mtumishi wa Mungu alipomwambia Mungu, fungua macho yake, fungua tazame. Neno hili linakuja ufungue macho yako.
Neno hii linakuja ufungue macho yako. Ni wangapi wanaangamia katika ulevi? Ni wengi. Ni wangapi wanaangamia katika usherati? Ni wengi. Ni wangapi wanaangamia katika zinaa? Ni wengi. Lakini hawaoni zinaa ni mbaya. Hata huyu amekufa kwa sababu ya zinaa. Yule anayeenda kumzika naye kesho anafanya zinaa. Hata haogopi, haoni kwamba hii ndiyo iliua huyu. Ajitahadhari nayo kwa sababu ni kipofu. Hallelujah. Biblia inatuambia, and in every sort of evil that deceits those who are perishing, they perish because they refuse the truth. Wanaangamia kwa sababu ya kukataa kweli. Wanakataa kweli, na kwa hivyo wanaangamia. Tusingoje kuangamia wakati Bwana ametupa nafasi. Hii ni mwaliko kwako. Njoo kwa Yesu. Kwamba uje kwake Yesu. Njoo kwa Yesu. Usiseme makanisa yamenichosha. Usiseme mtumishi wa Mungu amenichosha. Hiyo ndio shetani anakudanganya. Anakuambia weka tu. Tulia. Unaona kanisa venye inakaa siku hizi. Tulia. Hakuna mtu wa kuaminika. Kama mtu hakuna wa kuaminika, sio uaminike. Bwana Yesu asifiwe. Ikiwa kanisa liaminike, basi wewe aminika. Ikiwa mtumishi wa Mungu hauaminiki, basi wewe aminika. Ikiwa basi wale ambao wanakuhubiria si waaminifu, wewe kuwa mwaminifu. Na ukaribie Bwana Mungu wako. Useme nimekuja kama nilivyo, lakini sikuja na mchungaji wangu. Maana hata mchungaji wangu sijui maisha yake. Nimekuja kama mimi. Aminika wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hali ya kukaa kwa nyumba ni vifungo vya shetani kukupumbasa mawazo. Hallelujah. Ili akaweze kukuharibu. Maandiko yanatuambia na mwizi haji ila kuiba, kuua na kuharibu. Tayari ameiba mawazo yako. Anakuambia kaa tu kwa nyumba. Usijisumbue kwenda kanisani. Kaa tu kwa nyumba. Hebu tazama kwenye runinga mtumishi fulani anahubiri. Sadaka unapeleka wapi? Kwa TV. Uniletee hiyo sadaka mimi nataka. Bwana Yesu asifiwe. Anakuambia wewe kaa tu, wala usikuwe na shughuli yoyote kwenda kanisani. Sasa anakuletea mama mwingine wa moshene. Umekaa pale kwa runinga yako, mwingine anakonga mlango. Unaona ni mama fulani ameingia. Mtapiga story, mnasengenya watu. At the end of the day hakuna kitu umeachieve. Lakini unaendelea kupoteza nafsi yako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya yote ni ubadilike. Badilika, rudi kwa Yesu. Badilika, wachana na mambo haya. Maana anakupotezea muda wako. Hamna juae siku wala tarehe. Hamna juae siku wala saa ya kuja kwa mwana kondoo. Wakati Yohana Mbatizaji alikuwa kando ya mto Yordani akibatiza watu, Yesu alipotokea aliambia watu, tazama mwana kondoo achaye aondoaye dhambi za ulimwengu. Ndio huyu anakuja. Na watu wote wakaisikia sauti ya Yohana. Leo hii mtu akihubiri habari kuhusu Yesu anadharauliwa, anaonekana hakusoma. Aliyekwambia tu kusoma nani? Anadharauliwa. Bwana Yesu asifiwe. Aliyesema kwamba hatuna shughuli ya kufanya ni nani? Aliyesema kwamba sisi hatuna kazi nyingine ya kufanya ni nani? Kazi ipo. Shughuli ipo. Elimu tunayo. Masomo tunayo. Lakini tunahofia moyo wako usije ukaangamia. Maana Yesu ametuteua tulete habari hii ikufikie, ubadilike. Ubadilike katika maisha yako. Uokoe nyumba yako. Uokoe watoto wako. Uokoe kizazi chako. Uokoe mume wako. Uokoe mke wako. Uokoe watoto wako. Uokoe jamii yako. Maana unaposikia sauti hii, usifanye moyo wako kuwa mgumu, lakini fanya kuwa mwepesi. Ukampokee Yesu Kristo. Yesu pekee anaweza. Asikudanganye mtu, asikwambie mtu, asikuzungumzie mtu kwa sikio la pili. Amini Yesu peke yake. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wakati Elisha alipofumbua macho ya Gehazi, akamwambia Gehazi, tazama, walio upande wetu ni wengi mno sana. Sisi tunalindwa na jeshi la mbinguni.
Jeshi kuu. Tunalindwa na Mungu mwenyewe. Jeshi la ushindi. Tunapiganiwa na Mungu mwenyewe. Jemedari mwenyewe. Tunashindaniwa na Mungu mwenyewe. Hallelujah. Tunaponywa na Mungu mwenyewe. Tunahifadhiwa na Mungu mwenyewe. Tunatetewa na Mungu mwenyewe. Tunawekwa huru na Mungu mwenyewe. Maandiko yanatuambia na yule ambaye Bwana amemweka huru yuko huru kabisa. Hakuna cha kumzuia tena. Hakuna cha kumfunga tena. Hakuna cha kumpa uoga tena. Hakuna cha kumpa wasiwasi tena. Maana mwana akikweka huru unakuwa huru kabisa. Tena kabisa. Basi leo kubali mwana akuweke huru. Akuweke huru kwenye nyumba yako. Akuweke huru katika kazi yako. Akuweke huru kwenye biashara yako. Jambo la kusikitisha ni kwamba watu wengi wanaikataa kweli, wanapenda uongo. Leo ningekuwa mwanasiasa nikuje niseme nitaweka daraja hapa, watu wangenipigia makofi sana, na hata wanaona hakuna mtu akupita na watashangilia, lakini watashangilia tu. Haleluya. Kwa sababu ni mheshimiwa amesema. Makofi kwake na nderemo. Haleluya. Wanashabikia mambo yasiyo kuwa ndio ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno hili limekuja kwako siku hii ya leo kwamba ufunguke macho uone usalama wako haupo bila Yesu. Amani yako haipo bila Yesu. Uzima wako haupo bila Yesu. Unamhitaji Yesu katika maisha yako. Unamhitaji Yesu kwenye shughuli zako. Unamhitaji Yesu akukomboe, akuokoe, akuponye. Huyu ni Yesu ambaye tunamhubiri. Yeye aliyemfufua Lazaro, aliyeponya ukoma. Huyu Yesu ndiye tunayekuletea ya kwamba anaweza yote. Haijalishi kunaye aliyokuzuia, haijalishi kunaye aliyokupinga, haijalishi kunaye aliyo mzigo kwako, haijalishi hali yako ambayo hayakupi amani. Kwa Yesu kuna amani. Kuna amani. Ugomvi hausaidii. Visirani havisaidii. Vita havisaidii. Anayesaidia ni Yesu. Ni Yesu pekee. Nyakati ambazo tunaishi, watu wanaona ya kwamba njia pekee ya kusuluhisha mambo yao ni vita. Mfalme wa Shamu aliona vita tu ndivyo vinaweza, akasahau kunaye Mungu. Maandiko yanatuambia wakati Elisha alifumbua macho ya Gehazi akaona, akamuuliza Gehazi, sasa hawa maadui tuwafanyie nini? Bwana asifiwe. Amen. Hawa maadui tuwafanyie nini? Nataka nikuulize jambo moja. Shida yako uifanyie nini? Taabu yako unaifanyia nini? Haleluya. Mateso yako unayafanyia nini? Masumbuko yako unayafanyia nini? Roho za rejection zinakuandama, unazifanyia nini? Haleluya. Vita vinakuandama, unavifanyia nini? Mateso yako unayafanyia nini? Kilio chako unakifanyia nini? Gehazi akaulizwa na Elisha, hawa watu tuwafanyie nini? Maana ni maadui zetu. Yes. Adui wako siku ya leo ni uovu. Amen. Huenda leo hakuna yule mfalme wa Shamu kwako, lakini kuna uovu katika jamii. Kuna uovu katika familia. Mwingi sana. Kuna uovu ndani ya mji huu. Mwingi sana. Wakati wengine wanalala, wengine wanasunguka. Usiku. Unafikiria uko salama, kumbe hauko salama. Wakati wewe unakaa unatulia, unasema sasa nimetoka kufanya kazi yangu, aje nikule na kustarehe. Mwingine naye anaona akukosesha amani. Gehazi akaulizwa na Elisha, haya mambo tuyafanyeje? Hili jambo tulisuluhisha namna gani? Hawa watu tuwafanyie nini? Elisha akaomba Mungu, kamwambia Mungu, hawa watu tuwapige kwa upofu. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Tuwapige kwa upofu. Yes. Mtu aliye kipofu anakuona kweli? Hawezi akuone. Ukipiga shida zako upofu hazitakuona. Hakuna. Na aliye na uwezo wa kupiga shida zako upofu ni Mungu pekee. Pekee. Elisha hakukuwa na nguvu za kupiga wale wa Shamu
upofu. Lakini alimwomba Mungu, akamwambia Mungu, hawa kwa sababu wamekuja kututafuta sisi, hatuna ubaya na wao, lakini ili wasituone wapige kwa upofu. Leo mtu wa Mungu unastahili kupiga upofu shida zako. Piga shida zako upofu. Mwambie Bwana, kuanzia leo mimi na shida basi. Mimi na vita basi. Mimi na masengenyo basi. Mimi na visirani basi. Mimi na wizi basi. Mimi na usherati basi. Mimi na ukahaba basi. Mimi na ulevi basi. Ambia Bwana, leo mkutano huu umekuja kwa ajili yangu. Nataka kuachana na kila kitu ambacho kikupendezi. Wangapi wako tayari kujitenga na ulimwengu huu? Kuambia ulimwengu hatukuhitaji tena. Kuambia ulimwengu, wewe kwa heri. Ninaukataa ulimwengu. Ninampokea Yesu. Amen. Hallelujah. Sihubiri sana. Ningependa kuuliza swali hili. Umesikia neno? Ni wakati nakupa mwaliko kwa Yesu. Ikiwa haujaokoka, huu ndio wakati wako wa kuokoka. Usiseme ya kwamba nina kesho, nina kesho kutwa, mimi ningali kijana mdogo, bado ninakula starehe, bado ninajiburudisha, bado nikali na muda mrefu. Ukiwa kijana, ni wakati wako wa kumtumikia Bwana. Ni wakati wako wa kufanya maamuzi. Ya kwamba mimi maisha yangu yote nataka kutembea na huyu Yesu. Amua siku ya leo kwamba namtaka Yesu. Napenda nafasi hii kwa mtu ambaye hajaokoka, akasongea mahali hapa tukaombe pamoja. Ombi hili litakuinua katika maisha yako. Ama labda ulikuwa umeokoka ukabackslide, ukarudi nyuma, ulimwengu ukakuchukua. Nataka kupea nafasi hii pia kwako, na kwamba uje kwa Yesu. Akakupokee Yesu. Akakuokoe. Usiogope yeyote. Injili hii ni ya kwako. Usiogope yeyote. Usiogope kwa ajili ya rafiki yako atasema nini. Usiogope jirani yako atakuona namna gani. Usiogope ni nani anayekutazama. Lakini ogopa dhambi. Kimbia dhambi. Kimbia mauti. Kimbia ulevi. Kimbia usherati. Kimbia ukahaba. Kimbia uovu. Uje kwa Yesu. Kama haujaokoka, njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Yafue yote. Fua kiburi chako. Fua majifuno yako. Fua chochote kinachoweza kukuzuia kuja kwa Yesu. Ambia Yesu, leo sitaki chochote cha kunizuia tena. Nimehangaika ya kutosha. Nimeteseka ya kutosha. Nimekataliwa ya kutosha. Nimepigwa vita ya kutosha. Leo nayaleta maisha yangu kwako. Kama hujaokoka, njoo kwa Yesu. Wale walio kule mbali, mnasikia sauti hii. Ni sauti ya mwaliko. Uliokoka ukarudi nyuma, nafasi ipo kwa ajili yako. Uliokoka ukarudi nyuma, ama haujawahi okoka kabisa, lakini unahisi ndani mwako kuna msisimuko, unakwambia kwamba unahitaji kuokoka. Usikazie moyo wako. Usifanye moyo wako mgumu wala mzito. Chukua hatua moja, hatua mbili, uje kwa Yesu. Maana maandiko yanatuambia, na mtu akiamini, mtu akiamini na kukiri kwa maneno ya kinywa chake kwamba huyu Kristo ni Bwana, atakuwa ameokoka. Nafasi ipo kwa ajili yako. Njoo kwa Yesu uokolewe. Njoo kwa Yesu akuokoe. Elisha akamwambia mtumishi wa Mungu, hizi shida tuzifanyie nini? Hizi tabu tuzifanyie nini? Haya mateso tuyafanyie nini? Hivi vita tufanyie nini? Akasema ni Mungu pekee anayeweza.
Amen. Huenda umelilia wanadamu muda mrefu, haujapata msaada wowote, haujapata msaada wowote kwao. Ni wakati uje kwa Yesu. Kuna nafasi. Kuna nafasi. Anakuhitaji. Kuna nafasi. Anakuhitaji. Kuna nafasi. Anakuhitaji. Kuna nafasi ya wokovu. Kuna nafasi ya kuokoka. Kijana njoo. Njoo. Mama njoo. Njoo. Mzee njoo. Kuna nafasi. Kuna nafasi kwa ajili yako. Hallelujah. Kuna nafasi. Amen. Kuna nafasi. Amen. Kuna nafasi. Wakombolewe vijana. Watu wa Mungu wakakombolewe. Amen. Ninapopeana nafasi hii kwa mtumishi wa Mungu, hakikisha mahali ulipo hujaufanya moyo wako kuwa mgumu. Amen. Wanadamu hawatakusaidia, watakutoroka. Huenda ndio wanakushawishi, wanakuambia kwamba wewe kaa tu, na watakucheka sana. Lakini kesho kikiharibika kwako, hao ndio wa kwanza kukutangaza. Hallelujah. Hao ndio wa kwanza kuyasema yako. Watakukataa. Hao ndio wa kwanza kusema huyo ndio alipotea. Watakutenga. Njoo kwa Yesu. Amen. Njoo kwa Yesu. Njoo. Mama njoo. Njoo. Kijana njoo. Njoo. Mzee njoo. Njoo. Toto njoo kwa Yesu. Njoo. Bwana Mungu akawatendee mema na akawabariki. Tunapomkaribisha mtumishi wa Mungu. Amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Makofi mazuri kwa mtumishi wa Mungu. Asante. Amen. Amen. Tusimame wote. Tusimame wote. Temheshimisha mtumishi wa Mungu Askofu Mgara kuja. Ukiwa hapa ninanyenyekea kuja ukafanye kazi iko hapa nzuri. Wakati nafsi inapookoka, baba wetu naye yuko hapa. Tutamkabidhi hii nafasi. Tupigie Yesu makofi mazuri ili aweze kuombea huyu kijana katika wokovu. Hallelujah. Kwa hii neema ambayo tulio naye na mafuta iliyo mahali hapa. Amen. Kuombea wokovu. Sema Bwana Yesu. Sema Bwana Yesu. Naja mbele zako. Naja mbele. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Na siku ya leo nimeamua na nimekata kauli uingie ndani yangu. Yes. Unioshe. Yoshe. Na tangu leo niishi nao. Futa jina langu kwa kitabu cha hukumu. Na uweze kuliandika kwa kitabu cha uzima. Asante Yesu kwa kunifia msalabani. Kwa kunifia msalabani. Damu uliyomwaga imeniosha leo. Nitakutumikia katika siku zangu zote. Kwa jina la Yesu naomba nikiokoka. Amen. Amen. Pigie Yesu makofi mazuri. Amen. Nyote ambaye ni wa kanisa, tafadhali inueni mikono yetu tuelekeze kwa huyu ndugu. Bwana wa mabwana, tumaini letu, kimbilio letu na nguvu yetu. Bwana. Ushindi wako Mwokozi wa ajabu umeonekana. Yesu. Mungu wetu, kwa nafsi moja ambayo imekupokea. Yes, Lord. Twajua kwamba mfalme wa ajabu hata mbinguni wanasherehekea. Hallelujah. Twasifu na kulinua jina lako. Hallelujah. Hata nasi twasherehekea kusema asante. Asante Nasema Bwana. Bwana, ndugu huyu, Yes. Mungu wetu tangia leo na kuendelea mbele Bwana. atakutumikia. Yehova. Naomba ya kwamba Mungu wetu, nguvu za Roho Mtakatifu zikajae ndani yake. Zijae Tangu Bwana. leo Mwokozi wa ajabu akaweza kuwa kiumbe kipya. Hallelujah. Tazama Bwana, neno lako lasema mtu akipokea Yesu anakuwa kiumbe kipya. Thank you, Ya Jehovah. kale yamepita, Yes. tazama yamekuwa mapya. Yes. Bwana, na kuomba ya kwamba huyu kama jinsi amesaliwa leo, Mungu wetu ukamkuze, ukambariki na ukamfanikishe. Nazo nguvu zote za shetani zinazojaribu kumfuata tunakemea na kulaani katika jina la Yesu Kristo. Nguvu zote za urevi, nguvu zote za ufutaji vitu baya tunakataa katika jina la Yesu Kristo.
Tumtangaze huru, tumweka amani, tumwombea neema, tumwombea tumaini, tumwombea furaha, tangu leo na kwenda mbele. Jina lako Yesu litukuzwe na liinuliwe, kwa kuwa Mungu wetu umemtendea. Muongoze na umbariki, na Bwana tutakapoonana naye siku nyingine nyingi akiwa amebarikiwa katika neno hili, utukufu na sifa ni zako. Ni kwa jina la Yesu tuomba tukiamini. Amen. 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 Ongea na huyu kwanza. Amen. Basi tupigie mtumishi wa Mungu makofi.